Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Suleiman Masudi Makame, amesema serikali imeridhishwa na juhudi zinazofanywa na idara maalum za SMZ katika sekta ya ujenzi, jambo ambalo limepelekea kuipunguzia serikali gharama katika ujenzi. Akizungumza mara baada ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa niaba ya waziri wa elimu katika nyumba 9 kwa ajili ya maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo katika kambi ya Hanyegwa Mchana kwenye shamra za miaka 60 ya mapinduzi, serikali kwa mwaka huu wa fedha imetenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za wapiganaji. Hivyo ni vyema kikosi kaendelea kuitumia rasilimali watu kwa ajili ya kuendelea kuipunguzia serikali gharama za ujenzi na kuhakikisha fedha hizo zinatumika kwa uangalifu ili serikali iweze kufikia lengo ililolikusudia. Ni imani yangu kwamba lengo hili la serikali, sisi maafisa wa chuo cha mafunzo na wapiganaji wote tunakwenda kulitekeleza kwa vitendo ili tuweze kuona mafanikio na tija katika shughuli zetu. Aidha, naomba nikiri kwamba Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inaridhishwa sana na juhudi mbalimbali zinazofanyika ndani ya idara maalum za SMZ. Nasema haya sio kisiasa, ni kwa sababu ya mapinduzi makubwa yanayoonekana ndani ya idara zetu za SMZ. Idara zetu zimekuwa chachu ya maendeleo, zimekuwa msaada mkubwa kwa serikali na zimekuwa zikipunguza gharama na mzigo kwa serikali. Tumeshuhudia katika miaka 5 iliyopita idara maalum za SMZ zimefanya kazi kubwa kwenye kujenga miundombinu ya Zanzibar, hasa majengo ikiwemo shule pamoja na mahospitali. Akielezea maendeleo ya mradi huu wa nyumba za makazi kwa wapiganaji hao, naibu katibu mkuu Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na idara maalum za SMZ, Mikidadi Mbaruk Mzee, amesema mradi wa ujenzi wa nyumba kwa ajili ya maofisa utakuwa ni ujenzi wa nyumba 9 zenye urefu wa mita 22.2 na upana wa mita 13.5 sawa na square mita 299.7 zenye uwezo wa kubeba familia 2 kila nyumba moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu wa ujenzi wa nyumba ni mwendelezo wa miradi ya kuwajengea mazingira bora maofisa na wapiganaji, ambapo kikamilika kwake kutapunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya makazi kwa maofisa na wapiganaji wa kambi hii ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira magumu kutokana na uhaba wa nafasi ukilinganisha na idadi kubwa ya maskari waliokuwepo hapa kambini. Mheshimiwa mgeni rasmi, gharama halisi za ujenzi wa nyumba hizi ni fedha za Kitanzania bilioni 1,157,151,966. Iliyoingizwa ni shilingi milioni 310 tu, sawa na 17% ya fedha hizo ambazo ziliingizwa kwa mwaka wa fedha 2024/25. Na kiasi kilichobakia ni kukamilisha mradi ni bilioni 1,459,151,966 sawa na 82%. Kwa upande wake, kamishna wa chuo cha mafunzo Hamis Bakari amesema nyumba hizo zitapunguza uhaba wa makazi kwa wapiganaji hao na kurahisisha upatikanaji wa huduma bora kwa wananchi. Leo hii tunaweka historia nyingine tena ya kujenga au ya kuweka jiwe la msingi la nyumba 9 za wapiganaji. Nyumba hizi 9 zitatumiwa na familia 8 tofauti. Kwa hiyo tutakapokamilika kwake, nyumba hizi zitaweza kupunguza uhaba wa makazi kwa maafisa wetu na wapiganaji wote wa chuo cha mafunzo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kawaida maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo wanapaswa kukaa karibu sana na makambi yao, kwa sababu ndani ya kambi ya vyuo vya mafunzo tunahudumia jamii. Tunawahudumia wale watu ambao walikosea sheria na wakaletwa ndani kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunapaswa tuwarekebishe tabia ili watakaporudi kwenye jamii wawe ni watu safi na watu wa mfano katika jamii hili. Kwa maana hiyo, tunapaswa tuwe karibu na makambi hayo katika wakati wowote, ili ikitokea dharura basi tuweze kuwa karibu na kuweza kutoa msaada wowote unaohitajika.
Uwekaji huo wa jiwe la msingi katika nyumba za maafisa hao ni miongoni mwa shamra za sherehe za mapinduzi ya Zanzibar. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Nataka utoke humu. Toka. Mtani mkubwa. Ng'ombe wewe, kenge, usiokuwa na adabu. Nishakuacha. Kuna nini? Wewe acha tu. Maisha yanafanya mwanangu azurure kwa kosa uwezo wa kumsomesha. Ondoa shaka. Mimi nitakusaidia kumsomesha. Jamii ina wajibu wa kuwasaidia watoto walio katika mazingira magumu ili waweze kutimiza malengo yao. Tangazo hili limeletwa kwenu na kijiji cha kulelea watoto SOS Zanzibar. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.